Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Michezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinakwenda kujiri visiwani Zanzibar katika mchezo wa fainali ya ngao ya jamii kwa mwaka 2026, ambapo mchezo huu moja kwa mujibu wa ratiba ambayo imeweza kutangazwa na shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF ni kwamba mchezo wa fainali ya ngao ya jamii kwa mwaka 2026, ambapo mchezo huu unakwenda kumkutanisha bingwa wa ligi kuu ya NBC ambaye ni Yanga dhidi ya bingwa wa kombe la CRDB Bank Federation Cup ama FA ambapo ni Simba Sports Club, ambapo mchezo huu kwa mujibu wa ratiba unakwenda kuchezwa majira ya saa 2:30 usiku katika uwanja wa New Amani Complex, ikiwa ni siku ya Jumatano tulivu ya tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, ambapo kuelekea katika mchezo huo moja kwa moja utakuwa ni sehemu ya ufunguzi wa ligi kuu ya NBC kwa msimu mpya 2026-2027. Sasa kuelekea katika mchezo wa Community Shield ama ngao ya jamii, basi fahamu klabu ya soka Simba wameweza kujiandaa wakiwa na wachezaji wapya. Yanga nao pia wameweza kujiandaa wakiwa na wachezaji wapya. Sasa fahamu klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club ni vilabu vyenye upinzani mkubwa, ambapo tunashuhudia msimu uliopita waliweza kukutana katika michezo minne, yani msimu wa mwaka 2026-2025 walikutana katika michezo minne. Mechi ya kwanza ilikuwa ni fainali ya ngao ya jamii, ambapo Yanga walishinda bao 1-0, bao ambalo kwa upande mwingine liliweza kufungwa na mchezaji wa klabu ya soka Yanga. Lakini katika ligi kuu ya NBC timu hizi zilikutana michezo miwili. Mechi ya kwanza walitoa sare ya 0-0, huku mechi ya pili wakitoa sare ya 2-2. Lakini katika Muungano Cup Simba na Yanga zilikutana fainali, huku klabu ya soka ya Simba ikishinda kwa bao 1-0, bao la Selemani Mwalimu Gomez. Kwa tunaona kuelekea katika mchezo huu vilabu hivi ni vilabu ambavyo vina ushindani mkubwa, Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki unayeshabikia mpira, una nafasi ya kwenda eneo la comments na kutuambia kuelekea katika mchezo huu kati ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga na klabu ya soka ya Simba. Je, ni klabu gani ambayo unaiona itakwenda kuibuka na ushindi mbele ya mwenzake na kuweza kutoa ngao ya jamii? Kwa sababu msimu uliopita Yanga ndiye ambaye aliweza kuitoa ngao ya jamii pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya kocha timu ya soka ya Simba. Kwa hiyo shuka kwenye comment katuambie kuelekea katika mchezo huu ni klabu gani ambayo unaiona ina nafasi kubwa ya kuweza kutoa ngao ya jamii msimu mpya wa mwaka 2026-2027. Sasa kuelekea katika mchezo wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Kwa upande wa klabu ya soka ya Yanga wameweza kupata pigo kubwa pale visiwani Zanzibar, kwa sababu kuna nyota wao muhimu ambao wamekuwa wakishiriki mara kwa mara mchezo huu wa Kariakoo Derby wanatarajia kukosekana katika mchezo huu. Hili ni pigo kwa sababu tayari wachezaji hawa walikuwa shaingia kwenye mfumo na kuweza kuzoea kucheza dhidi ya watani wao ambao ni Simba Sports Club. Nyota wa kwanza ambaye Yanga watamkosa ni Dickson Diop the Shark. Huyu ni beki wa katikati ambaye amekuwa na kiwango bora sana, lakini majeraha ndio ambayo yameweza kumrudisha nyuma. Kwa hiyo Dickson Diop atakwenda kukosekana katika mchezo wa Simba dhidi ya Yanga licha ya kurejea, lakini bado hajawafiti 100% kuhimili mikiki uwanjani. Nyota wa pili ambaye Yanga atamkosa ni Clement Mzize, licha ya kurejea naye pia bado hajawafiti kuweza kuhimili mikiki uwanjani. Mzize ni mchezaji ambaye anacheza katika eneo la mshambuliaji na ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa kiscore pindi ambapo wanakutana na Simba Sports Club. Na nyota wa mwisho ambaye Yanga watamkosa ni Pacome Zouzoua, mchezaji ambaye aliweza kuvunjika katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC wakati wa wachezaji wa JKT Tanzania. Pacome naye pia amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao ni hatari wakati
Yanga wakikutana na Simba. Kwa hivyo Pacome tunaona pia ni miongoni mwa mchezaji ambaye atakwenda kukosekana, na taarifa ni kwamba hatakuwa sehemu ya kikosi mpaka mwisho wa msimu, na ndio maana Yanga wameamua kutumia fursa hiyo kuweza kumsajili mchezaji mwingine ambaye atakwenda kuchukua nafasi yake.